Mtazamaji wa Msasa Media, ligi kuu ya Tanzania bara ambayo ilikuwa msimu wa 2024-2025 imemalizika. Bingwa amekwisha patikana, lakini sisi tunataka tufanye tathmini fupi ya ligi ilikuwaje. Hapa ni naye Kulwa Mwaijilu, mchambuzi wa masuala ya kabumbu. Pengine Kulwa Mwaijilu, nitaka kujua kutoka kwako, ligi umeiona 2024-2025, tathmini yako kwa ufupi ilikuwaje? Kwangu mimi naona ligi kwanza inawezekana tukawa tunasema ina ushindani, lakini ushindani upo kwenye maeneo machache. Licha ya uwekezaji mkubwa, tunashukuru wadau na makampuni pamoja na watu wameona kuna fursa kwenye mpira. Ndio maana unaona klabu sasa hivi zimepunguza kuanza kulia njaa, kwa maana ya kwamba uwekezaji unazidi kuwa mkubwa. Lakini ligi bahati mbaya ilianza kukosa ushindani karibia kwa klabu zote kuanzia mapema tu wakati ligi inaanza. Tukaanza kushuhudia ligi inajigawa mapema kwa makundi. Yani kuna wengine wanaanza kushindania ubingwa, kuna wengine tu pamoja na kwamba malengo ya kila klabu huwa ni kubeba kombe, lakini wengine huwa wanashiriki tu kuwepo kwenye ligi kubwa waepuke ile relegation zone. Kwa hiyo nataka kusema kwamba tathmini zinazokuwa zinatolewa kwamba ligi yetu ushindani umekuwa kila uchwao, kwamba wanaweza wasiwe sahihi. Ya, inawezekana ni kwa sababu pengine hata klabu zetu kufanya vizuri nje. Nafikiri tathmini huwa inajikita hapo, lakini kwa haraka ukiangalia, ngoja nikupe mfano wa klabu kama Tabora United ambayo imemaliza ligi bila shaka ikiwa katika nafasi ya 5. Ile klabu imepoteza hizi mechi za mwisho, ilipoteza mechi 6 mfululizo. Ikiwa imeganda kwenye nafasi ya 5 ile na ilikuwa ina alama 36. Mechi ya mwisho ndo ikapata sare, ikaongeza alama kwa 37. Inawezekanaje ligi yenye ushindani timu moja inakuwa kwenye eneo moja na imepoteza mechi kadhaa mfululizo, na hapo nyuma kulikuwa kuna sare? Kwa ujumla kwenye mechi 8 ilikuwa haijaokota hata alama 3. Mechi 8. Kwa hiyo kwa ufupi unaungana na aliyekuwa kocha wa Yanga aliyekuja baada ya kutimuliwa Gamondi, Sead Ramovic, aliyesema kwamba haoni timu ambayo inampa challenge nzuri kwa timu yake wakati huo akiwa Yanga. Kwa hiyo unaungana naye. Kwa namna moja ama nyingine huo ni ukweli. Kwanza tukijikita tu kwanza kwenye ubora wa Yanga, hii ndio Yanga bora zaidi kuliko Yanga nyingine zote za misimu 4 mfululizo. Yani hii ndio Yanga bora kwa takwimu. Pamoja na kwamba ilipoteza michezo miwili ya mwanzo ikiwa ni pamoja na kutoa sare, lakini ndio Yanga bora zaidi. Na ikikupa takwimu tu kidogo ni kwamba msimu wa kwanza wakati Yanga wanaenda unbeaten, ule msimu wa Nabi walienda unbeaten na wakawa wameshinda michezo kadhaa wakiwa wametoa sare 8. Walifunga magoli 49 pekee, na wakawa wamefungwa goli 8 pekee wakiwa na wastani wa magoli 41. Huo msimu wa kwanza. Msimu wa pili wakawa wamepanda kidogo hapo, na maanisha kwamba walimaliza katika alama 74. Huo msimu wa kwanza ambao Yanga walikuwa wanaonekana kuwa bora. Lakini msimu wa pili wakawa wameongeza kidogo, wakawa wamefikisha alama 78. Unaelewa wakiwa pia msimu huo pia walipoteza mchezo, kama nakumbuka walipoteza michezo miwili na sare 3. Msimu uliofuata, msimu uliopita pia walipoteza michezo, lakini walipanda pia alama mpaka kufikisha alama 80. Msimu hapa tunavyozungumza wana alama 82. Lakini sasa Mwaijilu, ukiniambia hii ndiyo Yanga bora kuliko nyingine iliyowahi kuisha kutokea, Yanga ya Nabi ilipiga ilienda unbeaten michezo 49. Hii imekuwa na panda shuka, unaniambiaje hii ni bora kuliko ile? Takwimu za msimu zinazungumza, kama nilivyokuambia takwimu. Yani uwezo kaniambia ile Yanga iliyokuwa bora. Hata unbeaten ni sehemu ya takwimu. Unbeaten yes ni sehemu ya takwimu. Haya, hujafikia alama za msimu huu. Kuanzia magoli mpaka alama haujafikia. Kwa hiyo unaniambiaje kwamba hata utofauti tu wa magoli ya kufunga na kufungwa, pamoja kwamba ule msimu walikuwa wamefungwa kwenye mechi 8 magoli 8 pekee, msimu huu wamefungwa goli 10 pekee, lakini pia kwa takwimu za juu zaidi wakifunga magoli mengi zaidi, alama nyingi zaidi, alama 82 ambazo hazijafikiwa na timu yoyote ile kwenye wastani wa timu 16 kwa haraka. Sawa, tutoke kwenye tathmini ya performance za timu. Twende kwamba msimu huu umekuwa na mambo mengi na umechelewa kuanza. Wakati huo timu zinajiandaa kwa ajili ya kushiriki mataifa ya wachezaji wa ndani, ile CHAN hiyo mwezi Agosti. Timu zinatakiwa zianze kusajili, ligi ndio imeisha. Unatathmini vipi usajili wa msimu huu? Unatakiwa kuwa vipi kwa timu ambazo zitashiriki ligi kuu?
Na ukiangalia pia uangalie timu ambayo ina uhitaji zaidi wa kusajili kuliko nyingine. Kila timu ina uhitaji zaidi wa kusajili, kwa sababu kwanza hata tu zilizopanda daraja zinatakiwa ziendelee kusajili sana ili kuhakikisha zinaingia kwenye kupambana na timu zilizopo ligi kuu. Tusije tukashuhudia kama ya msimu ulioisha ya mfano Ken Gold, Pamba zinaenda mechi kadhaa bila kushinda. Hiyo na yenyewe ni hatari. Kwa hiyo unaanza kujitengenezea mazingira ya kushuka daraja mapema. Kwa nafikiri hizo pia ndo zinatakiwa kusajili zaidi ili kuendana na mazingira na ushindani wa ligi kuu. Lakini pia hizi nyingine, mfano klabu kama Simba ambao wanaenda msimu wa 4 mfululizo bila kubeba kombe la ligi kuu. Kwa haraka haraka wao ndo tunawachukulia kama washindani halisi wa klabu ya Yanga. Kwa hiyo wao nafikiri wanahitaji kujiimarisha zaidi, yani tusitegemee Yanga kwamba atashuka ama eti kutakuwa kuna mazingira yote ya timu nyingine kuja kuchukua kombe kirahisi. Yani ili Simba mfano ama Azam waje wabebe kombe ama Singida, wanatakiwa usajili pakubwa zaidi. Wale wachezaji wa Yanga wale, kuna namna wakifika kwenye klabu utafikiri wao wanaambiwa kwamba bwana, msiposhinda ama msipobeba kombe msimu huu pengine tutawakata mishahara. Yani ukiangalia namna wanavyocheza, wanakuwa wana hari, wana passion, wana uhitaji mkubwa. Na ndio maana unaona inawezekana ukaona wachezaji wengine mbona kama wa kawaida, lakini akiingia tu ndani uwanjani pap wanacheza. Unaona kweli hata wakipoteza mechi ni kama watu wanajutia kama wamepoteza kombe. Kwa nafikiri usajili unatakiwa uwe mkubwa zaidi kuhakikisha wanaendana kwanza na mazingira ya ligi, lakini pia kuleta maana halisi ya kwamba ligi yetu imekuwa. Mfano klabu ya Simba msimu uliopita kulikuwa kuna kelele nyingi kwamba kuna watu kina nani wameletwa, lakini sasa hivi mwisho wa msimu inaonekana karibia wote hamna kilichofanyika. Kwa akili ya kawaida unaweza kusema hawakusajili. Hapana, walisajili. Msimu huu wamefikisha alama nyingi zaidi kuliko misimu kadhaa nyuma, yote hii mfululizo 4 ambayo Yanga ameendelea kusumbua, isipokuwa tu Yanga alikuwa bora zaidi, ndio maana wamekosa kombe pia. Lakini pia kwenye mazingira mengine ambayo nafikiri wao watakuwa nafahamu yamesababisha kukosa kombe, wao nafikiri kama wanaonekana washindani sahihi wa klabu ya Yanga, wanatakiwa wasajili pakubwa kwenye maeneo kadhaa. Ukiangalia bado striking force ina changamoto, lakini ndo hivi karibuni Ngoma ameaga. Kwa pale kwenye eneo la viungo anatakiwa ongeze watu. Mimi nikiangalia hata kiungo mkabaji bado kuna namna anatakiwa waletwe mzito zaidi kuhakikisha anaendana na mazingira ya ushindani, hususan kwenye mechi kubwa ambazo zinahitaji uwezo wa mtu mmoja uamue mechi. Bado wanahitaji kiungo mkabaji wa maana zaidi, lakini pia kwenye eneo la backline ndio kuna changamoto kubwa zaidi. Ukikutana na vibelengi wanaokimbia wanaenda kushiriki michuano ya klabu bingwa, kuna watu wengi kule Waarabu, watu wanasajili vilivyo. Pyramids tumeona msimu ulioisha wana watu kweli kweli, hawabahatishi. Ukiangalia Simba mabeki wote wale wazito, hususan mabeki wa kati, yani hamna hata mwenye unafuu. Tulikuwa tunamuona Chemaroni ana unafuu, lakini bado tumeona bado ana changamoto nyingi, kujiamini kuliko pitiliza, hali inayosababisha kupoteza concentration. Tukiangalia Azam kwenye tetesi za usajili, ukifuatilia vyanzo vingi vya michezo vinasema kwamba wanataka kumpata Forai Ibenge, kocha wa Al Hilal. Ukiangalia falsafa ya Ibenge akiingia pale Azam, atabadilisha chochote? Ikumbuke kwamba Azam wana historia ya kusajili wachezaji wazuri, makocha wazuri wanakuja, lakini bado hawafanikishi, na hata wakifanikisha wakafika sehemu nzuri, kocha huwa hadumu muda mrefu. Mfano mzuri ni Yusuf Dabo, aliwaacha msimu uliopita nafasi ya pili, lakini wakamtimoa tu mechi za mwanzo. Unaona Ibenge akija kubadilisha chochote kama watamleta? Ibenge ni kocha wa ushindani. Yani ni aina fulani hivi ya makocha, na mfananisha kama na Mourinho fulani hivi. Simuoni kama ni mzuri sana kwenye kutengeneza timu. Yeye anachokihitaji ni kwamba timu iwekeze ili atumie uwekezaji uliopo kwenye kujinufaisha ama kuipa timu makombe. Lakini kwenye mazingira kuitengeneza Azam ambayo itakuwa ina ushindani wa muda mrefu, bado simuoni, kwa sababu kuna mazingira ya kutokulea vipaji ama kukuza viwango vya mchezaji mmoja mmoja, kwa ushahidi wa misimu kadhaa tofauti kwenye klabu ambazo amepita. Kwa mahitaji ya Azam, wanahitaji kocha fulani hivi ambaye sio mzuri sana kwenye kutumia wachezaji wakubwa, ila ni mzuri zaidi kwenye kutengeneza formation. Azam mazingira yao kufeli, kwangu mimi naona ni ya nje ya uwanja. Pengine management bado hajajua shida iko wapi. Ukiangalia kwa haraka shida Azam iko kwenye maeneo
machache sana. Kwanza pengine hata usirias wenyewe, kwa sababu nyuma hamna kundi kubwa la watu ambalo huwa wanaweza wakawazodoa kwa hapa na pale nini. Mashabiki ambao wana feel kwamba hii ni timu yetu na nini, ni sehemu ya vitu vinavyosababisha Azam hata wachezaji tu wakikosea mtu yani hahisi kujutia. Kwa hiyo ili tuione Azam kwanza yenye ushindani, ni lazima kuna namna itengenezwe kwenye kujua kabisa kwamba hapa tumekuja kupigania nembo ya Azam, hapa tumekuja kwa ajili ya kutafuta mafanikio. Lakini pia Azam wao kama wao, kwa maana ya management, wanatakiwa wajue kwamba tupo kwa ajili ya kushindana kuanzia ndani mpaka nje. Mfano nikikupa, karibia misimu kadhaa mfululizo Azam anaenda kwenye michuano ya kimataifa, anaishia mapema sana. Uwekezaji wa Azam na mazingira ya kutoka yani havielekeani. Kwa akili ya kawaida nafikiri mimi inawezekana ni mazingira ya nje ya uwanja. Wao usajili wanafanya mzuri, hauwezi ukasema usajili mbaya. Mazingira ya nje ya uwanja yapi hayo? Mazingira ya nje ya uwanja kuna changamoto ya kwenye usimamizi, lakini pili ni userious. Yani kwamba viongozi hawako serious. Nafikiri ndio. Yani, kwa hiyo Azam ili move inatakiwa ibadilishe uongozi. Kwangu mimi naona hivyo, lakini pia inatakiwa iamini katika mchakato. Changamoto ni kwamba wanataka waendane na mazingira ya Simba na Yanga, kwenyewe wanafika na wanataka wafike. Lakini yes, kama ni mchakato walifuata, unakumbuka nafikiri kama sikosei ni 2010 na ngapi walichukua ubingwa, na Azam ni moja ya timu ambayo inaamini mchakato kwa sababu ina academy yake, inazalisha baadhi ya wachezaji wake wanatoka kwenye academy yake wanaingia kwenye timu ya wakubwa na wanakuja kuongezeka kununua wachezaji wenye quality. Unasemaje waamini kwenye mchakato? Nikuulize swali, Azam tu hii iliyoisha kwa haraka wale wachezaji wote waliopo, ni wachezaji wangapi wametoka kwenye academy yao ambao unasema yes Azam wananufaika moja kwa moja, yani wao ndio wa kwanza kabisa kwenye kunufaika kupitia academy yao? Akina Msindo, Mtasingwa, hao bila shaka wametoka kwenye academy yao. Sasa bado hawaendani na mazingira ya ushindani, na ndio maana tunaona kila siku wanafeli. Mfano msimu uliopita walikuwa wanafurahia kushika nafasi ya pili, yes kwao ilikuwa ni mafanikio, lakini pia nitakukumbusha kwamba ilikuwa ni baada ya kufeli Simba. Yani Simba wakati wanajuta wamefeli, wao walikuwa wanahisi wamefanikiwa, kwa sababu Simba msimu uliopita ni moja kati ya klabu ambazo uwekezaji wao hususan kwenye kikosi ulikuwa ni una changamoto nyingi sana. Kama unakumbuka, miongoni mwa watu walikuwa wanategemewa kwa ajili ya kuivusha Simba walikuwa ni kina Joe Bea, kina Fred Michael Koblan, lakini pia hata kina Onana wakati wapo. Kwa akili ya kawaida unaona kabisa sasa hawa ambao wanataka mafanikio makubwa, inawezekana hiki kwa nini wakifurahia badala ya kujutia? Kwa hiyo nafikiri kwa haraka na usimamizi lakini pia pengine wachezaji kupigania ile nembo ya Azam na vitu vingine vidogo vidogo, hususan kwenye kutokuamini mchakato, ni sehemu ya sababu ya kuwafanya Azam wafeli. Mfano tumemzungumzia Dabo hapa. Ukimwangalia alikuwa anaonekana kama ni kocha wa kuleta tumaini baadaye. Kupanda na kushuka kwenye timu ni kawaida kabisa, isipokuwa walikuwa wanatakiwa waendelee kufanya tathmini. Msimu huu amefeli hapa, tufanyaje? Msimu ujao tuongeze wapi? Kwa kutumia ripoti yake. Lakini bahati mbaya ametolewa kwenye michuano ya kimataifa na akaanza ligi vibaya, wakamtimua. Wakati mimi nilikuwa namuona kama ni kocha mwenye kuleta neema baadaye. Huyu aliyekuja Rashid Tausi mpaka anaondoka, ulikuwa unaona kabisa hamna chochote alichokuja kukiongeza. Ndio maana Azam yenye ushindani tukawa hatuioni tena. Ikiingia kucheza hata na timu ndogo kwake inakuwa mechi kubwa. Sioni kama kuna ushindani kwa Azam. Zaidi tu anatakiwa kubali kuleta makocha wenye kutengeneza kikosi. Mfano wa kikosi ninachomaanisha, Yanga tangu msimu wa kwanza mpaka leo hii ni takribani kama makocha 4 hivi wamepita. Makocha 4, kuna Nabi, kuna yule Gamondi, Ramovic pamoja na huyu aliyepo mpaka hivi sasa. Kwani kikosi kilitengenezwa na nani? Sina Nabi. Yeah. Kwa hiyo ingetokea mfano wanahitaji kila mtu anayekuja atengeneze kikosi chake, basi ndo tungekuwa tunashuhudia haya Azam kwa upande wa Yanga. Kwa hiyo simple kwamba kikosi kinatengenezwa na uongozi afu kocha anakuja kuimplement. Yes, kocha anakuja kuimplement, lakini kwa akili ya kawaida ni kwamba mnatakiwa mkubali kuleta mtu ambaye anajua kusuka, kwamba huyu anatakiwa akae hapa, atakaa kwa muda gani mpaka kikosi kitakapohitaji kujengwa upya. Sasa
nimemzungumzia Dabo kwa sababu nilikuwa namuona ni mtu wa aina hiyo. Wale kina Msindo wangeweza kukaa muda mrefu zaidi, lakini pia na watu wengine kina Fei wangeweza kukuhisi kwamba Azam pia ni sehemu ya mafanikio. Lakini ukiwaangalia Azam unaona kabisa kwamba kuna mazingira tu ya uongozi pamoja na kutokuamini mchakato kuna leta sababu hizo. Na ndio hizo sababu nyingine za nje ya uwanja ambazo tulisikia za juu kwamba kuna wachezaji wakifunga sijui baadhi ya viongozi wanakuwa wana mind kwa sababu wao wanahitaji mafanikio ya mtu fulani ya ama klabu fulani. Kwa hiyo ukiangalia ni hata uongozi wenyewe hauko serious. Lakini hizo ni tetesi tu, sio unajua tetesi kila mtu anaweza kazua. Sasa anaweza kazua lakini anayezua ametoka humo. Sawa, twende kwa Yanga. Yanga kama ulivyosema, kwa mjibu wa takwimu, unajua wakati mwingine takwimu zinaweza kukupa kitu lakini watu wakanasema hapana, sio. Yanga imeonekana kuwa bora sana. Imebeba makombe karibu yote iliyoshiriki msimu isipokuwa tu lile ambalo wanacheza na timu ya Ujerumani, lakini Toyota walibeba, Muungano amebeba, Ngao ya Jamii walibeba, Federation ya CRDB wamebeba na ligi kuu. Yanga unaona ikihitaji kusajili kiasi kikubwa ama kidogo tu, na kama ni kidogo maeneo yapi hasa Yanga wanatakiwa kuboresha? Yanga ukiwaangalia nafikiri tu ni kwamba kwanza kikosi kilichelewa kushika moto. Na ndo sababu ya kwanza ya kufelisha hata kimataifa. Kwenda kushiriki Mpumalanga Cup msimu uliopita ilikuwa ni sehemu ya kuangalia maeneo ya changamoto ya kikosi chao, lakini walifanya vizuri. Kufungwa na wale bila shaka ni Augsburg. Kufungwa na Augsburg ilikuwa kwao ni mafanikio. Walifungwa kwanza kwa nani ndogo, kwa maji ndogo. Sasa uwekezaji wa Augsburg na ubora wa ligi yao Ujerumani ukilinganisha na ligi yetu, bado Yanga walikuwa wanatakiwa kupongezwa. Kwa haraka ukiangalia Yanga ni kama hawahitaji kusajili kwenye maeneo mengi, lakini ni muhimu zaidi kwenye kuongeza watu wanaoendana na yani mtu wa kikosi cha kwanza na mtu wa kikosi cha pili. Mfano sasa hivi namba 2 ameshika Mwenda, sio? Ukiangalia pengine baada ya Mwenda nani azakaja, yani ikitokea Mwenda papu yuko majeruhi, nani anakuja kuja kuongeza kitu ama bila shaka Kibwana Shomari. Kibwana Shomari ukimwangalia anapanda shuka nyingi, ndio maana kuna nyakati mwayoona Gamondi anamtumia hata yule Dennis Nkane. Kwa kawaida naona bado mtu wa benchi na mtu wa ndani wanatakiwa waendane. Eneo la mbele bado mfano watu wa mbele na maanisha, lakini wale wanaokaa benchi sana inawezekana uwepo wao Yanga unaweza ukatamatika. Mfano yule Mzambia Kennedy Musonda sioni mchango wake sasa hivi Yanga. Kwa anaweza katoka aje mtu bora zaidi, hata kitokea anakaa benchi lakini akija aje atoe kitu. Mfano kama alivyofanya kwa Baleke, walipoona kama aendani na mazingira ni kama akawa amewekwa nje ya kikosi. Nafikiri wanahitaji kusajili kwenye maeneo machache, lakini Aziz Ki wapo hatarudi bado anatakiwa watafute mtu wa namba yake, kwa sababu uwepo wa Aziz Ki uwanjani ulikuwa una uhakika kabisa nitakuwa ninapata goli. Swala la kumaliza kwenye nimefungwa ni swala jingine ambalo ina maana mabeki wameshindwa kuzuia, ila mtu kama Aziz Ki atafunga tu. Mtu wa aina yule ameondoka, anatakiwa awepo mtu wa aina yake. Unaona kiungo cha chini cha Yanga ikiwa imara ukichukulia Aucho panda shuka yake na umri. Yes, kwenye mazingira kama hayo pia walikuwa wamemleta msimu uliopita Abuya kwa ajili ya kwenda kurithi nafasi yake, lakini kwa bahati mbaya alichelewa kuingia kikosini, lakini sasa hivi ni mtu wa kutumainiwa moja kwa moja. Kuna haja ya kuleta mtu mwingine kwa ajili ya kuja kusaidiana na Abuya. Aucho wanatakiwa wakubali kwamba ni maji ya jioni, pamoja na hichi anachokitoa bado ni maji ya jioni. Yanga inataka kushindana kwenye mazingira makubwa kwenye kombe la klabu bingwa, lakini pia hapa ndani hujue wapinzani msimu ujao watakujaje, wanatakiwa wasajili vya kutosha. Tuende kwenye tathmini ya tuzo ambazo bila shaka zitatolewa baada ya ligi kutamatika. Tuanze tu na ile assumption ya jumla. Yaani nisemaje assumption, tuanze na tathmini ya ujumla. Unahisi kwa jinsi ligi ilivyokuwa, timu ipi inaweza kaongoza kupata wachezaji wengi wenye tuzo? Ninaona kugawana hasa kwenye Simba na Yanga, kwa sababu Yanga
wamebeba kombe kwa maana wamekuwa mabingwa msimu lakini pia Simba wamekuwa makamu bingwa kwa tofauti ndogo sana. Wametoa ushindani mzuri sana, hususan kwa baadhi ya watu ambao walichangia mafanikio ya Simba moja kwa moja. Mfano ukimwangalia Ahwa kwanza tayari yeye ni mfungaji bora, tayari ameibuka mfungaji bora, lakini kwenye mazingira ya kiungo bora hapo ndo kuna 50-50 kwamba na yeye unaona kabisa anaweza kaingia kwenye kinyang'anyiro, bado simpi garantia moja kwa moja kwenye kuchukua. Kwa sababu kuna mazingira ya kuzidiwa. Ukimwangalia Pacome amefanya pakubwa zaidi, pamoja na kwamba alikuwa anaingia toka kutokana na majeruhi hapa na pale na nini, pengine panda shuka ya klabu kama Yanga, yeye bado anaweza kaingia kwenye kuchukua tuzo ya kiungo bora ama pengine tuzo nyingine, mfano mchezaji bora wa msimu pia MVP ndio. Unaona kabisa ni tuzo ya kushindaniwa kati ya Pacome ama Ahwa, japo kwa misimu. Vipi Feitoto humweki kwenye tuzo ya MVP? Feitoto nadhani kamweka, ila mafanikio ya klabu yake yanamwangusha sana kwa kweli, pamoja na kwamba lakini wakati mwingine MVP hatuangalii tu performance ya timu, wakati mwingine ule uwezo wa mchezaji namna alivyokuwa anasaidia timu. Ndio. Naam, kama unakumbuka misimu kadhaa nyuma Shabalala pia amekuwa MVP, lakini mafanikio ya klabu ya Simba alikuwa ni makubwa. Pamoja na kwamba hakubeba ubingwa mwaka 2000, bila shaka ni 2017 hivi. 2017. Hakubeba ubingwa, lakini mafanikio ya klabu ya Simba alikuwa makubwa. Walipishana na Yanga kwa tofauti ya magoli pekee. Ndo akaenda kubeba ile MVP. Msimu hapa Azam yuko chini sana kiasi kwamba hata unampa Feitoto unaanza kujiuliza ni sababu gani ya kumpa. Nafikiri kinachombeba pengine aina yake uchezaji pamoja na namba, alikuwa na assist bila shaka 13 Yes. Na assist 13. Yes, ni nyingi na aina yake uchezaji, lakini timu inamwangusha kwa kiwango kikubwa. Kwa bado mimi Feitoto simuoni kwenye kuwa kiungo bora ama mchezaji bora. Labda tu bado tuzo naendelea kuiwekeza kwa Pacome pamoja na Ahwa, ambao kwa kiwango kikubwa wanaonekana wametoa kitu cha ziada wao kama wao kwenye mafanikio ya timu klabu zao. Haya, twende nyuma sasa. Tuzo ya mabeki. Yupi unaweza kumweka nomini na yupi unampa nafasi kubwa? Kwenye eneo la beki bora wa msimu nominees kwa upande wa Simba na mweka moja kwa moja Spia Junior Abdurazak Hamza, lakini sio mbaya, Kapombe amefanya inavyotakiwa. Naam, kwa upande wa Simba naona ni Spia Junior pamoja na Kapombe, lakini kwa upande wa Yanga na mweka moja kwa moja Dickson Jobu peke yake. Baka hamna? Baka simuoni. Kwa nini? Msimu hapa hatujamuona kwenye ile level ambazo tulikuwa tumemwona msimu mmoja uliopita ambao walikuwa pia ni beki bora wa msimu. Wameshuka kiwango kikubwa, na pengine kwenye nafasi ya Baka ningeweza kumchukua pia hata Chemaloni kuliko hata Baka mwenyewe. Lakini sasa mtu ambaye mi favorite kwangu ni Dickson Jobu. Amefanya best. Yani ukimwangalia sasa hivi ni kama ndio roho ya Yanga kwenye eneo la ulinzi, na yeye anastahili kabisa kwenye tuzo ya beki bora ichukue kwa mara ya pili. Twende kwa watu wanaozuia kwamba mpira usiguse nyavu. Inaanzia hapo. Anachukua Pinpin kwa sababu ana takriban clean sheets 19. Lakini clean sheets 19 zinakuwa ziko supported na namba ya mechi alizocheza. Ukiangalia ana takriban kuanzia mechi 27 na kuendelea ambazo amecheza. Ingetokea mfano Djigui Diarra amefikisha zile mechi 27 ambazo amecheza Kamara. Utofauti wa clean sheets kati yao ni 2 tu. Bado ukiangalia favorite alikuwa Djigui Diarra. Bahati mbaya tu majeruhi alikuwa ameenda wakati ule yakawa yamemsababisha kwenye kuto kucheza mechi hizo kadhaa. Nafikiri ameishia kwenye kucheza mechi 23 bila shaka. Kwa amezidiwa takriban mechi kuanzia 4 na Kamara. Kwa kama kwenye ubora, kama ingetokea wanaangalia performance as a whole, Djigui Diarra alikuwa favorite. Bahati mbaya ni numbers zinaongea kwa maana ya clean sheets hicho tu. Hebu twende kwenye tathmini ya msimu unaokuja. Ligi imebana kama nilivyosema, CHAN inakuja, usajili pre-season
Unaona ligi hii amini msimu wa 2025-26 ikichelewa kuanza bila shaka, kwa sababu pre-season na maandalizi ya ligi ya timu za taifa, kwa sababu ukizingatia kwamba sisi ni moja ya host tukishirikiana na Kenya na Uganda. Naam, wakati kabla tujaenda huko tumalizie kwenye eneo moja lingine. Kuna makocha ambao pia wamefanya vizuri. Yeah. Kwangu mimi Yanga wamebeba ubingwa, lakini bahati mbaya wamepita makocha wawili nyuma kabla ya huyu. Kwa hiyo tayari haumuoni kama Hamdi anaenda kuwa kocha bora wa msimu, ukizingatia amechukua timu mwishoni ama mwanzoni mwa mzunguko wa pili. Makocha waliodumu kwenye timu zao mpaka ligi inaisha, yani kuanzia mwanzo hadi mwisho, kama nitakuwa niko sawa, ni watatu tu kwenye hii ligi. Kuna kocha wa Dodoma Jiji, kuna kocha wa JKT Tanzania pamoja na kocha wa klabu ya Simba. Bahati mbaya tu namba haziwabebi hao wengine, kwa hiyo bado favorite ni Fadlurahman David. Bila shaka huyo hana mpinzani. Tale upinzani ndo hiyo. Dodoma Jiji pia wamefanya vizuri, JKT wamefanya vizuri. Ni kweli wamefanya vizuri, lakini nafasi yao waliopo haishawishi. Ingekuwa labda Dodoma Jiji ndio angekuwa nafasi ya 5 ya Tabora, bila shaka ungeweza kufikiria, lakini huwezi kufikiria kumpa kocha bora ambaye yuko nje ya 5 bora. Bila shaka watu wataongea sana. Basi hiyo tu kwa kufunga mjadala, bado Fadlurahman ni favorite kwenye kwa kocha bora wa msimu. Sawa, tuende sasa kwenye tathmini. Ligi inayokuja itakuwaje, na ukizingatia kwamba pre-season sijui itafanyika vipi? Na ugonjwa wa upangaji wa ratiba kwenye ligi yetu, yani ni ushakuwa ugonjwa sugu. Yani kama ni mgonjwa yuko ICU. Ligi inaisha mwezi wa 6, wakati msimu ulikuwa hauna mambo mengi kwa kiwango hicho. Sasa msimu ujao ndo inaanza chani mwezi wa 8. Unajiuliza, kutoka kuna mazingira ya kwanza ya zile hatua ya mtoano kwenye klabu bingwa na shirikisho, ratiba itakavyopangwa na kafu, wao TFF wataiadapt vipi? Hii ni sehemu ya changamoto kubwa sana. Changamoto ya haya yote ni kwa sababu klabu hazitaki kukubali mazingira ya mabadiliko, kwamba tunaingia kwenye mazingira ya ushindani, vile vile tuendelee kushindana hata kwenye upangaji wa ratiba. Nafikiri wanavishinikiza kwa kiwango, wanawashinikiza viongozi kwa kiwango kikubwa sana kuendana na mazingira na mahitaji ya klabu. Hiyo ndo sehemu ya changamoto. Mfano msimu ulioisha, klabu ya Simba wakati wanacheza na kwenye hatua ya kuanzia mtoano, robo finali, nusu, walikuwa wanashindana na klabu ambazo zikitoka kucheza na yenyewe zinaenda kucheza mechi zao za ndani, lakini Simba yenyewe ilikuwa ikirudi inasubiri kwanza wamalizane na anayecheza naye, alafu ndo ije icheze michezo ndani. Ndio maana tukashuhudia ina viporo 5+, kitu ambacho ni hatari katika hali ya kawaida. Kwa mazingira ya upangaji wa ratiba ni ugonjwa wa sugu ambao wanatakiwa TFF waanze kutumia mazingira ya kulazimisha tu kwamba hatuna namna, tunashindana, tushindane kwenye vyote. Lakini unajua mpira hawezi kuchezwa bila wadau. Wadau namba 1 ni vilabu, wadau namba 2 ni mashabiki na wanachama wa vilabu husika. Watu wa kwanza kulalamika ratiba ikibana huwa ni uongozi wa timu husika wakiongozwa na benchi la ufundi. Makocha mara nyingi wanalalamika na unawasikia. Watu wa pili wanakuwa ni wanachama. Sasa unavyosema TFF walazimishe, maana yake watakuwa hawatendi haki kwa wadau namba 1 wa michezo. Kila klabu ikitoa hoja yake ama maoni yake ikawa inataka iende hivi afu mkakubali, nafikiri mtakuwa ni viongozi wa hovyo kuliko kawaida. Kwa ili mpira uende thabiti, lazima na TFF kwa kuzingatia kanuni pamoja na mazingira yanakuwa yapo, wanatakiwa wavilazimishe ama kuvishawishi vilabu kuendana na mazingira ya ushindani, kwa sababu ushindani sio tu kushinda, hata mpangilio mzuri. Yani huwezi ukasema mnashindana afu ligi mnamaliza mwezi wa 7 kasoro. Hii ni hatari kwa kweli, ni hatari mno. Kwa kumalizia tathmini ya ligi inayokuja, unaona ikiwa na ushindani mkubwa zaidi ama ikiendelea kuwa hivi? Naamini ushindani utakuwa mkubwa zaidi kwa sababu klabu zimeendelea kutamani mafanikio. Mfano ukiangalia na wasifu sana Singida United, kwa maana Singida Black Stars, wameonekana kwamba wana kitu na wana shauku ya kufanya kitu fulani. Wasipo kivuruga kikosi wakaongeza kwenye maeneo kadhaa, watafanya pakubwa zaidi, wataendelea kuleta ushindani sana. Pengine tukawashuhudia msimu ujao kama hata watu beba ligi, lakini wakafanya pakubwa zaidi kuliko hapa walipofika msimu huu. Azam wana shauku ya mafanikio, wamemleta Ibenge, kocha wa Makombe.
kocha wa mafanikio, kocha wa mipango. Hata wasukia tu naamini kikosi iwapo watatoa fungu, na bila shaka Azam kwenye hilo hawajambo, pamoja kwamba kuna baadhi ya watu wanaonekana kwanza kuondoka, lakini naamini atawafanikisha. Simba wana maeneo kadhaa ya kuhitaji kuboresha ili kuendana na mazingira ya ushindani, hususan kushindana na bingwa ambaye huenda msimu ujao akiendelea kuleta utani ni anachukua mara 5 mfululizo. Ushindani naamini utakuwa mkubwa, lakini pia hata kwenye hizi klabu za mid-table clubs bado nafikiri wataendelea kuhitaji kushindana. Mfano kwenye nafasi ya 4 bora ukiangalia kila msimu wameendelea kupishana. Kuna msimu ambaye kuwa Singida United, Coastal Union, nyakati fulani na Mungu, hata Geita. Kwa hiyo kuendelea tu kubadilika huku, unaona kabisa kwamba klabu zina shauku ya kufanya kitu fulani. Lakini ni kubadilika kule nyuma. Unajua wanasema ligi bora inatakiwa bingwa stability, hata kama kichukua mara 2 mfululizo basi mara ya 3 achukue mwingine. Yes. Ukweli ndo huo, lakini sasa kama mwekezi, kwa hiyo Yanga akubali tu kupoteza kirahisi kwa sababu mwisho wa siku, yani ili mshindani mnatakiwa mtengeneze kikosi ambacho kinawazidi Yanga, na kutengeneza kikosi ni swala la kwanza. Swala la pili, morali, mchezaji afili, yani aumie akipoteza mechi. Wewe unakumbuka nyakati fulani Visimba wakati wanacheza na Fountain Gate, yule Chasambi alijifunga afu, yani watu walikuwa wanachukulia kawaida. Ile ilikuwa ni sehemu ya mistake ambayo imeshindwa kuwavusha mpaka hivi sasa. Lakini pia baadhi ya mechi kushindwa kushikilia bomba hadi mwisho umewakosesha ubingwa, wakati timu ilikuwa imewekeza kwa kiwango kikubwa sana. Sawa. Tetezi zilizopo ni kwamba Simba wanaacha wachezaji 10 kwa timu ambayo inahitaji ubingwa na mshindani wake yeye gari lishawaka moto, yani ilikuwa speed. Unaunga mkono wachezaji 10 waachwe waingie wapya? Siungi mkono kabisa. Yani hiyo ni watakuwa wanacheza kamari nyingine ambayo msimu hapa walicheza wamefanikiwa, pamoja na kwamba wajabeba ubingwa, ila siungi mkono kwa sababu ina maana utakuja kuanza tena upya. Yani mchezaji umemtoa Sudani, mwingine Mauritania, mwingine sijui Egypt, mwingine Morocco, yani tena waje wasomane. Shughuli hiyo ya ziada. Sasa kama hao 10 wote ni wabovu, waendelee kuwepo tu na wapige mshahara. Hawezi kuniambia wachezaji 10 wote wabovu. Inawezekana. Bila shaka wewe ulikuwa mashahidi, tulikuwa tukifuatilia ligi. Simba kikosi cha kwanza kinachoanza akifanya sub ni kama yule aliyetoka alikuwa ni bora kuliko huyu aliyeingia. Maana aliyeingia kiwango chake kiko chini sana. Sasa kwenye timu kubwa haitakiwi hivyo, kwamba aliyetoka anayeingia hata kutofautiana wawe kidogo ama walingane. Bahati mbaya sana huwa tunazungumza pasipo takwimu. Nakumbuka nyakati fulani naibu speaker Muzaza Mzungu amezungumza kwamba wachezaji wa Simba huwa hawachezi kwa kufia timu. Mimi nafikiri wachezaji kuna nyakati tu wanakosa morali, lakini ukiniambia wote ni wabovu, kina Joshua Mutale wale wakati wanafika tulikuwa tunawaimba. Kina Mutale waliokuja kucheza na Simba msimu kadhaa nyuma walikuwa kina Mutale kweli. Kuwaona hivi ni kwa sababu pengine ni kwa sababu ndio ile mchezaji acheze kufia timu, lakini siamini kama wabovu. Kina Okajefa wale unaoona, kina Debra kama unakumbuka wakati wanafika walikuwa naimbwa. Kwa kile kitendo cha viwango vyao kuonekana vimeporomoka na hapa na pale ni sababu ambazo naamini pengine zitakuwa ziko nje ya uwanja. Kwa hiyo unaposema nje, maana yake uongozi inawezekana hautimizi majukumu yake sahihi. Yes, inatakiwa ieleweke hivyo. Haiwezekani wote wakawa eti wabovu wakati mlioleta wako imara. Sasa kama mwanzo timu ilikuwa chini ya mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi mwingine. Naam. Watu wakalalamika, wakamrudishia Mo, rais wa heshima wa Simba, bwana tunaomba uendelee kuwa mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi. Imerudi chini ya Mo, lakini bado mambo ni yale. Sasa manake mnahitaji ama Simba wanahitaji nini zaidi, kwamba mwekezaji wamuondoe kabisa watafute mwekezaji mpya, ama ifanywe nini ili hamasa kwenye timu iwe kubwa? Tukiangalia nafikiri tuanze kuangalia kwenye mazingira anayowafirisha kila nyakati. Inawezekana kama sio uongozi haui mkali kwa kiwango kikubwa sana kuwaeleza uhalisia uhitaji wa klabu, basi pengine labda itakuwa ni sehemu ya sababu kwamba hawezi akatengeneza wachezaji ambao wanaendana kwa viwango. Yani mfano ukimchukua Mpanzu, kuna Mpanzu mwingine nje, ndio changamoto hiyo hapo. Pengine inawezekana hiyo itakuwa changamoto ya uongozi hadi kocha mwenyewe kushindwa kuboresha viwango vya wachezaji. Mfano Fadlu ukimwangalia msimu hapa kwa wachezaji aliowakuta ni kama hajaboresha
kiwango cha mchezaji yoyote. Kibu tulikuwa tumemwona msimu kadhaa nyuma ndo yule yule. Fabrice Ngoma msimu uliopita ulikuwa ni wa kwanza, huu hapa unaoisha ulikuwa ni wa pili. Ukimwangalia bado ni yule yule. Wachezaji wengine ambao aliwakuta, Chemaloni msimu uliopita alikuwa bora zaidi, msimu hapa pengine labda kwa sababu alikuwa yeye ndo tegemezi, bado ndo tumeanza kumuona mashimo yake wapi anafeli. Kwa haraka haraka sio kocha mbaya, ila isipokuwa mimi nasema kwamba hakuboresha kiwango cha mchezaji mmoja mmoja, hususan kwa aliyowakuta. Kina Chasambi ni wale wale ukiwaangalia, na msimu huu hapa ambao tulikuwa tunategemea pengine angefanya pakubwa zaidi, ameendelea kukosa namba kwa sababu ya uduni wa kiwango chake. Ahwa alikuwa akitoka uwanjani, huoni Ahwa mwingine nje. Ahwa mwenyewe tu kwanza anazodolewa kwamba bado hajafiti kwenye kuichezesha Simba kama ambavyo Simba kadhaa za nyuma zilikuwa zinacheza, kuichezesha ile lunyas ambayo walikuwa wanaitaka watu. Sawa, hiyo ni tathmini fupi kutoka kwa Kulwa Mwejuru, mchambuzi wa soka, na bila shaka mtazamaji wa Msasa Media tutaendelea kukuletea tathmini na sajili kadri zinavyoendelea kutokea, tutakuwa tunakuletea hapa chambuzi za wachezaji kila mmoja na kila timu, bila shaka utapata hapa. Bye. Ciao.